Mheshimiwa, tunaenda swali linalofuata. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa Tabora mjini, sauti swali lake. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Naomba sasa swali langu namba 195 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa Jimbo la Tabora mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa soko la machinga katika halmashauri ya manispaa Tabora upo katika mpango mkakati wa miaka mitano 2025-2030 wa halmashauri hiyo. Ujenzi huo umepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2027-28. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-27 halmashauri imetenga shilingi milioni 150 kupitia mapato ya ndani ili kuanza maandalizi ya nyaraka za miradi ya kimkakati ikiwemo soko hilo. Nyaraka zitakapoandaliwa na upembuzi yakinifu wa mradi huo utafanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya halmashauri kukamilisha maandalizi na upembuzi yakinifu wa mradi huo, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itafanya mapitio ya maandiko dhana kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa Tabora katika utekelezaji wa ujenzi huo. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nitoe masikitiko yangu kwa majibu ya serikali kuhusiana na swala zima la soko la machinga katika jimbo la Tabora mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili sio la leo na wala sio la mkataba wa 25-20-30. Swala hili Mheshimiwa Naibu Spika limeshafuatiliwa na wameshaona ni namna gani wafanyabiashara wadogo kwenye jimbo la Tabora mjini wanafanya biashara kwenye mazingira ambayo sio rafiki kwao. Mheshimiwa Naibu Spika, leo serikali inasema kwamba ndio kwanza wanakwenda kufanya upembuzi yakinifu. Hawawatendei haki wafanyabiashara wa jimbo la Tabora mjini wadogo kwa sababu tayari serikali ilishaahidi humu bungeni ujenzi wa soko la machinga. Nataka kufahamu hapa na wananchi wa Tabora wako kwenye runinga wasikie, ni lini soko la machinga jimbo la Tabora mjini litaanza ujenzi wake? Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu la pili, uchumi wa wananchi wa Tabora unategemea kilimo pamoja na biashara ndogo. Wafanya biashara hawa hawana mazingira rafiki kwa biashara zao. Serikali iliahidi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba watajenga soko la machinga haraka iwezekanavyo. Nataka kufahamu, baada ya uchaguzi, lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko na sio la upembuzi yakinifu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa Tabora mjini kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni wapongeze halmashauri ya manispaa Tabora kwanza kwa dhamira yao ya kujenga soko la machinga. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ikumbukwe kwamba maandalizi ya design, michoro, eneo la ujenzi ni jukumu la halmashauri ya manispaa ya Tabora. Na sisi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tulikwisha waelekeza na wameandaa mpango mkakati wa miaka mitano ambao una miradi kadhaa likiwemo soko la machinga la manispaa ya Tabora, na sisi tunafuatilia kwa karibu kuona wanakamilisha usanifu na michoro na kuwasilisha Ofisi ya Waziri Mkuu ili sisi tupitie na kuridhia na ujenzi uweze kuanza mapema iwezekanavyo. Kwa mujibu wa manispaa Tabora wamepanga kwenye mipango yao kuanza mwaka wa fedha 2027-28, lakini kwa sababu ya uhitaji wa soko hilo tutawaelekeza manispaa Tabora waweze kuanza mapema zaidi ya mwaka huu wa fedha ili kuweza kufikisha huduma hizo muhimu kwa wananchi wa Tabora. Kwa nini kuhakikishia Mheshimiwa Mwaifunga, serikali hii inatambua umuhimu na ndio maana tumewaelekeza na wataleta maandiko hayo na tuko tayari hata wakileta leo kufanya tathmini kwa ajili ya kuanza hatua mbalimbali za ujenzi. Kwanza kupitia mapato ya ndani ya manispaa, lakini pili Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri imetenga tayari katika mwaka ujao wa fedha shilingi milioni 150 kwa ajili ya soko hilo. Kwa hiyo tukuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge, tutasimamia swala hilo na tutahakikisha kwamba soko hilo la machinga linajengwa. Asante.